Nyumotara enda mutande bagote bangaga ariko rusio gorito noye kwanira kasengenza bantabangi no bari abanyagetari bakekyo umubiri gorito mboyo namba moja kabere Montorita committed suicide terute tiroche engente tanyweti mache umubere tobwati maje ime naende tabwati borito ariko Rusia igabo bakobeka n'abantu bari batagete gosererio omwana oyerieta na no borito ariko Rusia abanyagetari bari babere chief government pathologist okoroku Dr. Johannes Oduor nero omunyagetari omunene okubare ibitondo kenyengima okanirana mwana utabwate borito intwari getyo omunyagetari koru Kenyatta University omwarimu ogosomi Kenyatta University okorukuna Dr. Mwangi no arenga abwe family postmortem yatebire borito mbwarengo mwana urite iteti omwana uri gangente twe ko bande postmortem report munyebeke kerase muri gereri bori mo kabirobu boyo igamangana ayo tigabe Shadrach yakwane Kiswahili bagusimba ari bandi babiarire Nairobi baraba gusi lakini batari ko kwane Kiswahili kuna wale wa Kisii lakini hawajui Kisii wanajua Kiswahili utaelezea. Asante. Leo tumekuwa katika pilika ya kujua kisa na maana ya kifo cha marehemu dada yetu Sylvia Kemunto. Kwa hivyo leo tumekuwa na wale madaktari ambao haswa kazi yao ni ile ya pathologist, haswa ni kujaribu kufanya udadisi wa maafa ama kujaribu kufanya udadisi kwa miili za wale ambao wametuacha ili kuweza kukagua na kujua kwa ukweli kifo chao kilisababishwa na nini. Kwa hivyo leo tumekuwa katika mikono ya Dr. Johannes Oduor na daktari Madam Mwangi ambaye pia ni mwalimu wa wale madaktari katika chuo kikuu cha Kenyatta University. Kwa hivyo baada ya udadisi ule ambao umechukua takriban masaa mawili wameweza kutupatia taarifa kwa muktasari na wakatuelezea kwamba kulingana na utafiti wa mwili wa marehemu Sylvia Kemunto aliweza akaaga dunia baada ya pengine kupigwa na kitu butu katika kichwa chake, kwa sababu kulikuwa na alama fulani katika kichwa chake, ishara tosha ya kwamba aliweza kudhulumiwa na kupigwa kabla ya kufa. Zaidi ya hayo inaonekana ya kwamba yule ambaye alitekeleza maafa haya, na kwa sasa wale mandugu zetu wa kitengo cha ujasusi maarufu kama DCI wameweza kumshika jamaa fulani ambaye anaitwa Eric Mutinda Philip. Yeye ndio mshukiwa mkubwa sana katika maafa ya Sylvia Kemunto, na kulingana na ushahidi ambao tumeupata kutoka kwa madaktari ni kwamba marehemu Sylvia Kemunto aliweza pengine alinyongwa sana na inasemekana ya kwamba kwa sababu ile kunyongwa na kukoseshwa ile hewa ndiposa akaweza kuaga dunia. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa ile pilika ya kujaribu kupata ni nini haswa kilimuua. Zaidi ya hayo kulikuwa na kumekuwa na usemi, kumekuwa na zile fununu za hapa na pale ya kwamba kifo cha kabla Sylvia Kemunto kuaga dunia alikuwa mjamzito ama alikuwa na mimba. Wale madaktari ambao wametusaidia kukagua mwili wa Sylvia Kemunto wameweza kutupatia ushahidi ya kwamba Sylvia Kemunto hakuwa mjamzito wakati ambapo aliaga dunia. Hakujinyonga, hakufa maji wakati ambapo aliaga dunia. Kwa hivyo kifo cha Sylvia Kemunto kilisababishwa na kitendo cha kinyama ambacho kilifanywa na mtu ambaye anashukiwa kwa sasa ni yule ambaye anaitwa Eric Mutinda Philip. Zaidi ya hayo tumekuwa na zile, unajua mchakato huu wote unafanywa na Sheria Mtani na Shadrach Wamboi ambacho ni NGO ambayo inasaidia watu ambao hawajiwezi ili kujipigania na kupata haki yao. Kwa hivyo sisi kama mawakili tukiongozwa na patron wetu Danstan Omari tumepea hakikisho familia ya kwamba tutasimama nao, tutajaribu kuwapigania ili waweze kupata haki kutoka na maafa ya mtoto wao Sylvia Kemunto, kwa sababu amekatizwa uhai na alikuwa msichana ambaye alikuwa anategemewa na familia yake. Zaidi ya hayo ni kwamba katika pilika ya kumzika, familia inanuia kumpatia Sylvia Kemunto mazishi ama ile kwaheri buriani ambaye itakuwa ni ya kiheshima.
na tunawaalika wananchi, mtu yoyote ambaye ako pale ako na shilingi yake 1, 2, 1000, 10,000, pesa zote ambazo uko nazo pale, hamna ile pesa ambayo itakuwa ya maana. Kwa hivyo kuna ile paybill ambayo imefunguliwa kwa minadhili ya kusaidia familia ya Sylvia Kemunto Ayaye ili kuweza kumuaga. Ile paybill number ambaye unaweza tuma pesa zako ili ukasaidia familia hii kujikimu wakati huu na kujaribu kujiandaa katika mazishi ama zile buriani ya mwisho ya dada yetu Sylvia Kemunto. Kuna ile paybill number, na ndaisoma kwa Kiswahili, ni 8022895. Na ndarudia tena, paybill ambayo unaweza tuma pesa ni 8062295. 8062295. Nashukuru. Asante. Familia, mtu wa familia hata mmoja. Familia oyongo kwana nkorukomo wakili Dan Senomari kurwa Montezuma Mochari. Egento kiabo mwana korukuna Sylvia igarwete omochomoko. Onagende toigoro karira mariga manene. Omwana yaro mwana omonene womongena utabwati musaja. Mongena bwato mwana oyo yago korega siyo kodi chinyeni. Oniri chinyeni Kawangware agasomye mwana oyo Kawangware. Mwana oyo agakore school akagenda Nyabururu, agaeta kuri Nyabururu, akagenda multimedia gukora double maths first year. Umwana oyo yekera agendete university, akaira na agatebye university na umumura naru kunya kumwara okumutagete, lakini umwana uri akanga. Umwana oyo maremu agatebye university tari rimo, tari kabere, tari gatatu. Omumuro yakagenda akawura umwana uri pasi yo agakiange pasi. Ngina agatebye umwana oyo nganya okega operate kurungu Kawangware. Umwana akarwe university agasoka operate Kawangware. Eriago chakogende university gachiete university asenge nchago chikokora amatemu. Akagendo ekeraiko omumuro yagacha agasoba nyumba gari akabwato umwana uri postmortem yako rurero yekorokina omumuro uri akabwato umwana uri akabongenda amauge ebiboga igabunegete omubere bwo mwana uri nananyurigeri n'abanyagitari bateba na umiete ima iga narwaniri nabwate injuries ekorokine kerare kongentwa omwana uri natagete ko resist, lakini chinguru kikamokea ekera ngento omwana uri akamubeke sanduki, karamubeke sanduki akamwetweka akamoire rumu yabamura liswari tokobori eliako morusie nyombeye yo musubati ekine chinyomba kyabasubati inga yabaskari be university bari elio mumuro yako mongento mwana yakorwana akonyora injuries lazima ogete nga insecurity yari nga yabantu bande barengo bayigwete seyeye ngakibatachete bakonya akabirusyo mu birori akanyoira akanyibeka burere bwaye akarunyurusie sanduki akanywarere akagenda siku zene ya sora chete konyu akamakoirana akamakobeko mwana uri naende sanduki kabeko mu birori akanyobeka mutu anyurarire ebiore ebikone mu birori akanyurarira bune piro ego ikachinsa ekera abantu bakire akarusyo mu birori akanyobogori akanyoira 4th floor akarina stairs baka 4th floor akaru 4th floor akagenda engasi yechichuma akarina igoro akagenda ashitangia machakali akachikoruto mu birori koruo omusubati oyo ari omusubati kilo 60 70 ngakia bogoreti esanduki ebwe kabaka igoro
lazima abantu babeto saidi ya babere baiteto mwana oyo bakamubwatirana lazima abantu barengo babwatiranete kuhira omubere ori konyoturuta CCTV camera koika kiretu kirigererigwe inkikiabete iontenere buno omwana ogotenenera omugusi ekenegento tokoborina e community yabagusi leaders baito ngaimuri ingobekire riogi n'abana baito bari university bakongentwa onye ne university yari Nyamira ango mwana oyo nangenterwo angatari koruka igamangana nara tokobori ntutu atenete igorona chiete no mugwaki okorugushandra kwa mboi omwana oyo ntutu amusomi igago koregasi yomugusi tukagenda kotini polisi bakabwato monto yo bagasaba amatuko 21 tukatenena kotini na Shadrack omontoria gabekume amatuko 21 igotogocha koira na kotini tarehe 28 omutienyo yo torore gose serikali yamuire uchachi omonto yo mada na tebiri Shadrack asoere university eguru multimedia university rero ga tore mochari omwana osirete no yobwe university teya igesirete eremeso sino ime tuarosiri emepango igoreka na chietari twanyorete enchari ndoro mwana mongurita akogenda kokora gasi bor e family njaro setie pay bill yeme chango kamurancha abantu baminto abagusi bari de diaspora abagusi bari gusi abagusi bari kenyengima toma omuchango gokonya omuchoyo kintaka abana batikaire babere e pay bill ge korkuna serevia ke muntu ayaye enambe pay bill gere 806 2295 account number na ilietari yao tiganye irore 80 pay bill 806 2295 egente kyobu na nakebeka yogaki kurera nana eya kurire yene nangi ya mwanya getinge tokonya abana batigara babere basome tokonya umwana yatinde kuna masikani elinde egesa kwa na intu na litogosikwa kwa niaba yege Swahili igotobwate lo famu yane korkudanisa numari mogaka lakini ntobwate NGO ekorku sheria mtani omwana oyo nero kwenye kwana tikakwana asege Swahili elinde aiwe swali utajibu kwa Kiswahili nimotaraenda omutando bagotebangaga ari kurusio gorito noye kwanira kasengenza abantu abange no bari abanyageta arimba babo bachekyo omubere boritomboyo namba 1 kabere montorita committed suicide terute tiroche engente tanyweti mache omubere tobwati maje naende tabwati borito ariko Rusia igabo bakobeka n'abantu bari batagete kosererio omwana oye rieta na no borito ariko Rusia abanyageta ari bari babere chief government pathologist okoroku Dr. Johannes Oduor nero munyagetari omunene okubare ibitondo kenyengima okanirana mwana ritabwate borito intwari getyo munyagetari koru Kenyatta University omwarimu ogosomi Kenyatta University okorukuna Dr. Mwangi no hari ngabwe family postmortem yatebire borito arengo mwana orite iteti omwana origangente twe ko bande e postmortem report munyebeke kerase muri gereri bori mo kabirobu boyo igamangana yo tigabe Shadrack tikakwaneke Swahili bagusimba ari bandi babyarire Nairobi baraba gusi lakini batari ko kwaneke gusi kuna wale wa Kisii lakini hawajui Kikisii wanajua Kiswahili utaelezea. Asante. Leo tumekuwa katika pilika ya kujua kisa na maana ya kifo
cha marehemu dada yetu Sylvia Kemunto. Kwa hivyo leo tumekuwa na wale madaktari ambao haswa kazi yao ni ile ya pathologist, haswa ni kujaribu kufanya udadisi wa maafa ama kujaribu kufanya udadisi kwa miili za wale ambao wametuacha ili kuweza kukagua na kujua kwa ukweli kifo chao kilisababishwa na nini. Kwa hivyo leo tumekuwa katika mikono ya Dr. Johansen Oduor na daktari Madam Mwangi ambaye pia ni mwalimu wa wale madaktari katika chuo kikuu cha Kenyatta University. Kwa hivyo baada ya udadisi ule ambao umechukua takriban masaa mawili, wameweza kutupatia taarifa kwa muktasari na wakatuelezea kwamba kulingana na utafiti wa mwili wa marehemu Sylvia Kemunto aliweza akaaga dunia baada ya pengine kupigwa na kitu butu katika kichwa chake, kwa sababu kulikuwa na alama fulani katika kichwa chake, ishara tosha ya kwamba aliweza kudhulumiwa na kupigwa kabla ya kufa. Zaidi ya hayo, inaonekana ya kwamba yule ambaye alitekeleza maafa haya, na kwa sasa wale mandugu zetu wa kitengo cha ujasusi maarufu kama DCI wameweza kumshika jamaa fulani ambaye anaitwa Eric Mutinda Philip. Yeye ndio mshukiwa mkubwa sana katika maafa ya Sylvia Kemunto. Na kulingana na ushahidi ambao tumeupata kutoka kwa madaktari ni kwamba marehemu Sylvia Kemunto aliweza pengine kunyongwa. Alinyongwa sana na inasemekana ya kwamba kwa sababu ile kunyongwa na kukoseshwa ile hewa ndiposa akaweza kuaga dunia. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa ile pilika ya kujaribu kupata ni nini haswa kilimuua. Zaidi ya hayo kulikuwa na kumekuwa na usemi, kumekuwa na zile fununu za hapa na pale ya kwamba kifo cha kabla Sylvia Kemunto kuaga dunia alikuwa mjamzito ama alikuwa na mimba. Wale madaktari ambao wametusaidia kukagua mwili wa Sylvia Kemunto wameweza kutupatia ushahidi ya kwamba Sylvia Kemunto hakuwa mjamzito wakati ambapo aliaga dunia. Hakujinyonga, hakufa maji wakati ambapo aliaga dunia. Kwa hivyo kifo cha Sylvia Kemunto kilisababishwa na kitendo cha kinyama ambacho kilifanywa na mtu ambaye anashukiwa kwa sasa ni yule ambaye anaitwa Eric Mutinda Philip. Zaidi ya hayo, tumekuwa na zile, unajua mchakato huu wote unafanywa na Sheria Mtaani na Shadrack Wamboi ambacho ni NGO ambayo inasaidia watu ambao hawajiwezi ili kujipigania na kupata haki yao. Kwa hivyo sisi kama mawakili tukiongozwa na patron wetu Danstan Omari tumepea hakikisho familia ya kwamba tutasimama nao, tutajaribu kuwapigania ili waweze kupata haki kutoka na maafa ya mtoto wao Sylvia Kemunto, kwa sababu amekatizwa uhai na alikuwa msichana ambaye alikuwa anategemewa na familia yake. Zaidi ya hayo ni kwamba katika pilika ya kumzika, familia inanuia kumpatia Sylvia Kemunto mazishi ama ile kwa heri buriani ambaye itakuwa ni ya kiheshima. Na tunawaalika wananchi, mtu yoyote ambaye ako pale, ako na shilingi yake 1, 2, 1000, 10,000, pesa zote ambazo uko nazo pale, hamna ile pesa ambayo itakuwa ya maana. Kwa hivyo kuna ile paybill ambayo imefunguliwa kwa minadhili ya kusaidia familia ya Sylvia Kemunto ayaye ili kuweza kumuaga. Ile paybill number ambaye unaweza tuma pesa zako ili ukasaidia familia hii kujikimu wakati huu na kujaribu kujiandaa katika mazishi ama zile buriani ya mwisho ya dada yetu Sylvia Kemunto. Kuna ile paybill number, na ndaisoma kwa Kiswahili, ni 8062289 na ndarudia tena. Paybill ambayo unaweza tuma pesa ni 8062295 8062295. Nashukuru. Asante. Familia, mtu wa familia hata mmoja. Familia.